ACT Wazalendo! Bado jamani, ardhi ya Mtambwe hivyo hii. ACT Wazalendo! Mabadiliko na uwazi! Shusha tanga! Safari! 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 Na waje! Na waje! Na waje! Na waje! Wamekuja wamejaa tele uwanjani hapa. Mmewakaribisha. Ndugu mwenyekiti wa chama taifa na rais wa Zanzibar, inshallah ikifika Oktoba 2025, mpigeni makofi kwanza. Ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Wete kichama, ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar, ndugu mratibu wa chama kisiwa cha Pemba, dada yangu mpendwa anayetutunzia mwenyekiti wetu mama Zainab, naomba mumpigie makofi mengi sana huyu. Bado hajatosha. Bado hajatosha. Huyu ndiye anayemtunza mwenyekiti wetu. Si mnaona mwenyekiti anavyopendeza? Ndugu viongozi wengine wote, wajumbe wa kamati kuu, wa halmashauri kuu, viongozi wa ngome zetu za chama zote tatu, wazee, vijana na wanawake, wanachama wenzangu na Wazanzibari mliofika kuja kutusikiliza hapa leo, assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye alasiri ya leo katujalia tumekutana hapa tukiwa hai na wazima na wenye furaha, au sio? Au hamna furaha nyie? Na tunamshukuru zaidi Mwenyezi Mungu kwa jinsi alivyotupenda, kwamba palikuwa na mvua ulipoanza mkutano wetu, kwa rehema zake mvua imesita. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Sala na salamu zende kwa mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe vyote, kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu mwenyekiti na ndugu zangu wa Zanzibar, ni heshima kubwa sana kusimama katika ardhi tukufu ya Mtambwe. Ni heshima kubwa sana. Tunasema ni ardhi tukufu kwa sababu ardhi hii ndiyo iliyomzaa kiongozi wetu aliyoacha alama katika mapambano ya Zanzibar, marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Tunamuomba Mwenyezi Mungu alitie nuru kabri lake, amjalie malaika wema wawe ndio wazungumzaji wake, na amjalie muingize katika pepo ya Firdaus wakati wa hisabu ukifika, na inshallah akatukutanisha naye yeye pamoja na mtume wetu katika pepo tukufu ya Mwenyezi Mungu. Nimelianza na hili ndugu zangu na sababu. Na sababu ya kulianza hili, kwa sababu hakuna Mzanzibari hata waliokuwa wakimpinga Maalim Seif ambaye alikuwa hajui uungwana, ustaarabu na mapenzi ya mtu yule kwa nchi hii na Wazanzibari. Katika jambo ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunapaswa kuwapa heshima watu wa Mtambwe ni kutuzalia mtu kama marehemu Maalim Seif Sharif Hamad.
Nasema hakuna mtu aliyokuwa haujui ustaarabu, uungwana, ukarimu na mapenzi na uzalendo wa Maalim Seif kwa nchi hii na watu wake. Hata waliokuwa wakimpinga na unafiki wao mliuona nyinyi. Siku Mwenyezi Mungu alipomchukua, maneno yaliyokuwa akiwatoka yalikuwa yanawasuta nafsi zao kwamba wamemsimanga uhai wake wote, lakini siku Mwenyezi Mungu akamtari, ukweli ulikuwa unawatoka bila kukusudia. Sasa ndugu zangu wa mtambo, nimeamua kutumia pahala hapa leo kumwambia bwa mdogo kwamba kama kuna jambo baya ovu umelifanya ni kumfanyia khiana mzee wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Na katika ardhi hii nakwambia leo bwa mdogo, laana uloifanya kumfanyia khiana Maalim Seif utaiona Oktoba 2025 inshallah. Na mimi nakuulizeni jamani, sisi ambao tulisafiri pamoja katika safari na Maalim Seif miaka yake yote aliyotutumikia, miongoni mwetu waliokuwa na sisi wakamgeuka Maalim Seif, mtajieni mmoja tu ambaye kasimama pale alipo. Nani? Mwenyezi Mungu ana siri yake kwa kiumbe wake yule. Sitaki kuwataja majina leo, lakini mnawakumbuka miongoni mwetu waliomgeuka Maalim Seif. Na tizameni, waliomgeuka akiwa hai, hata waliogeuka mapambano yake baadaye kutangulia, bado wote Mwenyezi Mungu kawazima, kawafuta katika ramani ya siasa. Au uongo jamani? Mnamkumbuka hata mmoja alobakia? Huyo ndo Maalim Seif Sharif Hamad. Mwenyezi Mungu amlaze pema. Hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwombea dua siku zote. Sasa kwa nini nikasema natumia jukwaa hili kumpa salamu bwa mdogo? Mnakumbuka uchaguzi wa 2020? Hapakuwa na uchaguzi, palikuwa na uhuni na uchafuzi. Palikuwa na uhuni na uchafuzi. Na hayakuishia hapo, na kufanya dhulma ambayo haisameheki, kuua roho za watu wasiokuwa na hatia 21. 17 kisiwa cha Pemba, 4 kisiwa cha Unguja. Bwa mdogo ukaingia madarakani, hukuchaguliwa na watu, umeingia kwa kukanyaga damu za watu wasiokuwa na hatia. Ulipaswa umshukuru Maalim Seif ambaye kwa mapenzi yake kwa nchi hii na watu wake alifanya kazi ndani ya miezi miwili tu aliyotumikia katika nafasi ile, akazunguka maeneo yote. Mnakumbuka nyinyi tena hali yake mtu mzima, Unguja na Pemba, wilaya zote, mikoa yote, akataka kuwaunganisha watu. Na akatuomba sote, mnakumbuka sisi wengine tulikuwa bado vitandani tunauguza majeraha ya ushenzi wao hawa wa Oktoba 2020. Lakini kwa kumpenda Maalim Seif tukatii kauli yake, akasema muungeni mkono bwa mdogo huyu. Sote tulisafisha nyoyo zetu. Uongo kweli? Si kwa sababu ya kumwamini wa mdogo, kwa sababu tulimwamini kipenzi chetu Maalim Seif Sharif Hamad. Mwenyezi Mungu amlaze pahala pema. Lakini katika hali kama ile kadhulumiwa na uhuni na uchafuzi uliofanyika, kwa maati katika nchi hii Maalim Seif leo
ati anatangaziwa kapata 19% ya kura. Unamdanganya nani? Wapumbavu wajinga wakubwa nyinyi. Kwamba ati leo Maalim Seif chama chake kinapata viti 4 Unguja na Pemba. Unamdanganya nani? Wapumbavu wajinga wakubwa nyinyi. Lakini si hayo tu, unamkabili Maalim Seif, umeshamuulia watu wake 21, umenajisi wanawake mbele ya familia zao, umewatia ulemavu viongozi wenzake na wafuasi wake. Baada ya yote yale, kwa sababu ya mapenzi ya nchi, Maalim Seif akakubali kurudi katika serikali. Hayakuwa maamuzi mepesi ndugu zangu, hayakuwa maamuzi mepesi hata kwa Maalim Seif mwenyewe. Msifikiri alikuwa maamuzi mepesi. Nikwambieni leo hapa, maamuzi yale hata hajafikiria, anawaza hatima ya Zanzibar. Mimi bado hata sijasafiri kupelekwa Nairobi kwa matibabu, kaja hospitali ya Rahma Unguja, anataka fikra tunakwendaje katika hili. Lakini unaona juu ya machungu walionayo waliomsababishia, anaitizama hatima ya nchi na watu wake. Na mnakumbuka, kwa sababu mtu mwema, mtu muungwana, hakujifanyia maamuzi akatuburura tu, alikuja kote kutaka maoni yetu. Uongo kweli? Na nyote mkampa ridhaa. Uongo kweli? Mkampa ridhaa, lakini mkampa masharti kwamba Maalim tunakukubalia twende, lakini lazima pafanyike mageuzi. Uhuni na uchafuzi huu usirejewe tena katika ardhi ya visiwa hivi. Au uongo jamani? Na Maalim hakufanya khiana. Tangu mwezi Novemba mwanzo mpaka Disemba 8, siku anaapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais, anafanya majadiliano juu ya yepi yatekelezwe. Akapeleka mambo matatu, tunaziita hoja tatu. La kwanza kwamba watu wote ambao wamepata athari za namna mbalimbali, kuanzia waliouawa, waliojeruhiwa, waliobakwa, walioumizwa, waliowekwa ndani, wote wafidiwe. Lakini akasema fidia haitoshi, maisha ya mtu hayana thamani. Akasema kufanyike uchunguzi, public inquiry, juu ya wote waliohusika na wote wachukuliwe hatua, ili kukomesha vitendo kama vile visijirejee tena. La kwanza hilo. La pili, wakakubaliana baada ya Maalim kulidai kwamba mfumo wa uchaguzi wote, tume ya uchaguzi, sheria za uchaguzi, mfumo mzima ufanyiwe marekebisho, ili uchaguzi unaokuja, yani ndio uchaguzi wa mwaka huu, ufanyike kwa uhuru, haki na uwazi, na maamuzi ya watu yaheshimiwe, na baada hapo iendelee hivyo katika Zanzibar, kwa sababu tunataka kujenga Zanzibar ya kistaarabu. La pili. La tatu akasema haya maridhiano hayapaswi kubakia huku juu tu katika ngazi ya kitaifa, kwamba serikali ya umoja wa kitaifa muundo wake kama ulivyo ubakie vile vile. Ile ilikuwa ni hatua ya kuanzia wakati tunakubaliana na rais mstaafu Dr. Amani Abeid Karume, na naomba mumpigie makofi sana kwa uungwana wake mheshimiwa yule. Akasema
tuwe na maridhiano ambayo yatateremka chini mpaka ngazi ya shehia, ngazi ya jamii, kwa sababu huko ndiko wananchi wanakobaguliwa, wanakotengwa, wakanyimwa haki zao. Au uongo jamani? Leo wewe mwananchi wa Pemba unanyimwa haki yako ya kitambulisho cha Mzanzibari. Anayekunyima na sinaanza koshea chini huko. Wewe leo hupewi kazi, unabaguliwa, hupewi ajira, mapendekezo yanaanza kwa si kwa sheha huku. Kwa hiyo mahali makataka maridhiano yateremke mpaka chini, kutafutwe muundo wa kudumu, tume ya maridhiano na ukweli ya kudumu ndani ya Zanzibar. Mambo mangapi hayo? Mambo mangapi hayo? Matatu. Na kwa kuamini, kwa sababu Maalim alikuwa muungwana, akaamini kwamba bwa mdogo atayaheshimu haya, ndipo akatoka kote kutaka watu wamuunge mkono. Lakini nikupeni siri nyingine leo. Niwape? Kwa sababu hawa wapumbavu jinsi walivyokuwa hawana adabu, leo wanathubutu kuchukua video za Maalim Seif wakamdhihaki kiongozi wetu wakati kalala kaburini. Mwenyezi Mungu awalani washenzi wakubwa hao. Achilia mbali hayo mambo matatu. Mimi nakupeni sasa siri ya Maalim. Mimi nimerudi kutibiwa tarehe 10 Disemba, siku mbili baada ya Maalim kuapishwa. Tarehe 11 Disemba Maalim akaja akanitazama pale nilipokuwepo Mkunazini. Palikuwa na watu wengi, sababu ilikuwa ndo kwanza nimefika siku ya pili. Lakini tukapata nafasi ya kunong'ona haraka haraka. Nikamuuliza, Maalim, unamuonaje huyu? Ndo kwanza siku mbili tangu kaapishwa, bado ana matumaini. Akanambia, nahisi tunaweza kufanya naye kazi naye huyu. Unahisi Maalim mlokubaliana atatekeleza? Akasema nahisi atatekeleza. Tarehe ngapi hiyo? 11 Disemba 2020. Haukutimia baada ya mwezi mmoja. Ni baada ya mwezi mmoja kamili. Sasa unaikumbuka kama leo tarehe 11 Januari 2021 Maalim aliombwa akafungue pale msikiti Barza Ukutani Unguja. Wazanzibari wale koko nje wameanzisha sehemu ya kukoshea maiti na pia pahala pa watu kukusanyika ikibidi kuzika kwa pamoja. Wakamuomba Maalim kwa mapenzi ende akawafungulie. Akenda, alipotoka pale kwa sababu ni karibu na Mkunazini pale akaja tena kuniona. Tarehe 11 Januari baada ya tarehe 11 Disemba. Mwezi mmoja tu. Namuuliza Maalim, vipi unamuonaje? Akanambia, jamaa huyu ni mnafiki muongo. Na hili nitalithibitisha mpaka nakwenda kaburini. Nikamwambia, mbona muda mfupi Maalim? Kwa nini? Akanambia, dalili zinaonekana, nyota njema inaonekana alfajiri. Akanambia, huyu yale tulokubaliana sijui, lakini kaanza uteuzi wa serikali, hata kunishauri hanishauri mimi makamu wa kwanza wa rais. Na nakwambieni moja ambalo Maalim nilimtia kinyongo, akaona mwelekeo mapema wakati keshazunguka nchi nzima kumsafisha na kutuomba tumunge mkono, ni alipoteua makatibu wakuu wa wizara. Akateua mpaka katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, ofisi ya Maalim mwenyewe.
hata kumshauri nani anampeleka kwa katibu mkuu wake hakumshauri Maalim Seif. Tupo jamani? Baadaye mwezi ule ule mwishoni Mwenyezi Mungu akampa mtihani wa maradhi Maalim, na hatimaye Mwenyezi Mungu kachukua amana yake. Mnakumbuka Zanzibar nzima ilizizima kwa kuondokewa na kipenzi chetu, na tulipokuja kuzika Nyali hapa akajileta bwa mdogo akaja akalia machozi ya unafiki na fitna pale kwa Biawena. Kama kweli ulikuwa mkweli na ulikuwa una imani, jiulize leo sasa tunakamilisha miaka 5, umetekeleza lipi katika mambo ambayo mlikubaliana na Maalim Seif? Halafu leo utumie uungwana wa Maalim Seif kwamba yeye alikuwa mkweli kwa kauli yake akapita kukusafisha, wewe ukamgeuka. Leo unafanyia siasa kauli zake wakati umemfanyia khiana katika mlokubaliana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katuambia alama za mtu mnafiki ngapi? Akizungumza husema, akitoa miadi, akiaminiwa. Ewa. Sasa nyinyi mpimeni bwa mdogo katika hayo matatu. Mimi nakuacheni nyie. Ndugu zangu, hapa ndipo ambapo tunakwenda katika uchaguzi mwaka huu. Ikiwa mtu anaweza kumwendea kinyume Maalim Seif ambaye ndio alomsafishia njia baada ya kufanyika 2020, mtu kama huyo anatufaa sisi kuendelea kutuongoza katika visiwa hivi? Anatufaa? Watu wa Mtambwe anatufaa huyu? Na ndio maana tunamwambia maliza unaoyafanya, kunja virago, wenyewe tunakuja. Lakini sasa nikwambieni, namalizia dakika zangu 8, maana nimeambiwa 11:30 kamili nimpandishe mwenyekiti hapa. Lakini nakwambieni juu ya haya alomfanyia Maalim Seif, juu ya kwamba Maalim Seif mpaka Mwenyezi Mungu anamchukua, anatuonesha kwa dalili kwamba huyu kaanza kugeuka. Mwenyezi Mungu kamkhitari, tumemteua Mheshimiwa Othman Masoud kwenda kujaza nafasi ya makamu wa kwanza wa rais. Bado sisi, nakupeni siri ya tatu leo, kwa sababu nimesema tumesimama ardhi tukufu ya Mtambwe alikolala mzee wetu Maalim Seif hapa. Tukakaa tukasema hawa haweshi wasiwasi kwa sababu wao wameweka mbele madaraka. Sisi hatupiganii madaraka, tunaipigania nchi yetu na maslahi ya Wazanzibari. Tukasema kama hoja ni madaraka, hebu twende tukamwambie huyu kwamba, nakupeni siri kubwa leo, twende tukamwambie huyu sisi tuko tayari akae uraisi miaka 10, sababu sisi hatuna njia ya madaraka, na wala hatukwenda kwamba tutakuachia ukae miaka 10 utuongoze katika serikali moja ya kitaifa, labda sisi utupe vyeo. Sisi hatuna njaa ya vyeo. Na kama hili ni uongo, atoke hadharani ashike msaafu aseme kama hili nalosema mimi uongo. Tukamwambia, na nikwambieni, kwanza tulimtuma Mheshimiwa Nasor Mazrui, baadaye akena Mheshimiwa Othman Masoud, baadaye Miele niona ndo mkorofi mbaya wake tishia, na baadaye ujumbe wa chama ukiongozwa na alokuwa kiongozi wa chama wakati ule Mheshimiwa Zitto Kabwe, wakiwemo na kina Mheshimiwa Bimani, wote tulifuatana pamoja. Tukenda tukamwambia Ikulu,
tukamwambia sisi tunachotaka tukubaliane ni dira ya wapi tunataka kuipeleka Zanzibar, Zanzibar ya namna gani tunataka kuijenga kwa maslahi ya watu, si maslahi yetu. Akajichekesha kama kawaida yake, akafurahi sana hapa, sikashahidiwa cheo. Lakini baada ya pale ndo limekwisha. Sasa mimi nakuulizeni ndugu zangu, binadamu ufanyiwe lipi zaidi ya wema huo? Sasa tukwambieni, yeye aliona miaka 5 mingi sana. Imefika haijafika? Imefika haijafika? Imefika haijafika? Sasa anatutumia watu ati tumwachie urais tukae kitako tugawane majimbo. Hakuna kitu kama hicho kutoka kwetu tena. Sasa tulikupa imani, imani imekushinda. Tulikupa nafasi, nafasi umeipoteza. Sasa kazi ya kukamilisha yale aliyokuwa akiyataka Maalim Seif tumeona hakuna kuifanya isipokuwa sisi wenyewe chini ya Mzanzibari mwana kindaki aliosoma akahitimu kwa Maalim Seif, chuma chapua Othman Masoud Othman yule pale kaka kitatu. Huyu tofauti na huyu aliyofanya khiana. Huyu yeye kinyume chake. Tulipomfuata tukamwambia njoo uchukue nafasi ya Maalim Seif, alikuwa na ulwa na kipato mara 6 ya hicho anachokipata hivi sasa. Msione ili ghasia za ving'ora hizi. Kwa kipato tumemtoa anapata mara 6 zaidi anachopata sasa. Lakini tulipomfuata tukamwambia njoo utuongoze, alituuliza jambo moja tu, nafsi zenu nyote mmeridhika kwamba mimi ndo akubeba heshima hii aliyokuwa akibeba Maalim Seif? Tukamwambia naam. Pale pale akasema na wacha yote na kuja kuwaongoza Wazanzibari. Ndugu zangu, katika nafasi aliyokuwa nayo wakati huo, kuna shirika la Umoja wa Mataifa linaitwa WIPO, World Intellectual Property Organization. Kwa umuhimu wake duniani linaongozwa na watu 7 tu. Kila bara moja la dunia linawakilishwa na mtu mmoja. Bara la Afrika walishindanishwa watu 128 kutoka nchi mbalimbali. Aloibuka top kidedea Othman Masoud Othman kutoka Zanzibar. Lakini tulipomwambia wacha yote njoo uongozi wa Zanzibar, hakufikiri mara mbili. Ndugu zangu, na mpaka leo mnaona mengine muda hauruhusu tutayasema swingine, lakini mangapi alioomba kimataifa akayawacha kwa ajili ya Zanzibar. Hii ndio tofauti yake na bwa mdogo. Huyu mmoja yeye kaigeuza Zanzibar mlango wake wa duka. Mheshimiwa Othman kayatoa maisha yake kwa ajili yenu wa Zanzibari. Kwa hivyo leo katika ardhi hii tukufu ya Mtambwe, nakwambieni ndugu zangu, sisi viongozi wenu tumedhamiria, na hapa tulipobaki sisi hakuna chochote tunachokihofia. Kama kufa, kila mtu atakufa katika dunia hii, hakuna anaishi maisha hapa, na walishatupitisha katika mauti. Tunakwambieni kwa mtu wa aina hii aliyokuwepo hatuwezi kwenda mbele. Na ndio maana mnaona nchi imenakamika, anajisifia maghorofa, lakini ndani ya nyumba zetu kuna nuka njaa. Uongo au kweli? Ndani ya majumba yetu kuna nuka. Lazim tuanze kwa upya kwa mguu wa kulia kwenye kheri, na kwenye mguu wa kulia na kwenye kheri ni kupitia ndugu yetu, kaka yetu, mpenzi wetu Othman Masoud Othman, akakamilishe kazi ya mwanahalali wa Mtambwe Maalim Seif na kwenda kukamilishwa na Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Mtamuunga mkono?